agano jipya, mdhamini wa agano jipya, mdhamini wa agano jipya, mdhamini wa agano jipya, mdhamini wa agano jipya. Araboshe rebosa rikata ya koria banda roho sete koria bosi risikata rabo yanga iko roho sete yanga rakota yanga siriende rebosa rikote rebosa sete koria msemaji wa yatima ramaka ya bosa yanga rikote ya bosiria. Unasema utatuacha yatima, utatupatia msaidizi atakayekaa na sisi hata milele. Baba, tuko hapa, yule msaidizi, yule mwalimu mzuri, yule mshauri wetu, yule mlezi wetu, yule kiongozi wetu, Roho kweli, Roho uzima, tunamtaka leo, tunamtaka sahi, atufundishe. Rabi, mwalimu mzuri, umetufundisha, hatuwezi kusahau, hatuwezi kupotea, hatuwezi kujuta, hatuwezi kulia tena. Baba, peke yako tufundishe leo, achilia neno lako Baba. Tuna wiki nzima, tunatamani uachilie chakula kitakacho kushibisha, kutembea wiki nzima kwenye nafasi zetu ofisini, kwenye nafasi zetu nyumbani, kwenye nafasi zetu kanisani. Baba, tunataka chakula kingine kitakachotuwezesha kutembea hatua nyingine katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu kwetu leo, tuko tayari kujifunza kwako usiyeshindwa. Katika jina la Yesu tunatulia chini ya uwepo wako, tufundishe e Bwana, katika damu ya Yesu. Amen. 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 Imekuwa. 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 Mtetezi akutetee, mfariji akufariji, mponyaji akuponye, kiongozi akuongoze, rafiki awe na wewe, msaada akusaidie, 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 akusaidie. Imekuwa, 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 imeshaandikwa katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Ishi na uitumie vizuri akili yako katika Kristo. Ishi na uitumie vizuri akili yako katika Kristo. Unaweza ukaitumia akili yako vizuri, lakini kwenye mambo mengine na kwa Kristo usiitumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tunajifunza kuitumia akili yako na kuishi kwa akili katika Kristo. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 14. Sura ya 5 tutasoma ule mstari wa 6 hadi wa 11, alafu tutaongeza mstari wa 16 hadi wa 19. Na watangulia kusoma katika Kristo. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 anasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Tusome sura ya 5 ule mstari wa 6 hadi wa 11. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka
akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Sasa naomba tusome sura ya 4 mstari wa 7 hapo. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Nimesema kichwa kinasema ishi na uitumie akili yako vizuri katika Kristo. Hiyo akili nitakuambia baadaye tunaishi vipi, lakini nataka uone hii mistari tuliyosoma. Ukianzia huu mstari anaosema kwamba mkilaumiwa kwa ajili ya Kristo, mkilaumiwa, ule mstari wa 14, lawama haziwezi kuja bila utata kuwepo katikati. Lazima kuna utata, lazima kuna ugumu, lazima kuna changamoto, ndio mtu analalamika, ndio mtu anakulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hakulaumu tu akakukuta umekaa akaanza kulaumu. Kuna mambo hapo yamegongana, na ndio maana kuna lawama. Lakini anakazia kwenye sura ya 5 anaposema mkiteswa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya jina la Kristo, heri yenu. Maana yake kama kuna mateso, kuna mambo yanayoumiza. Kwa hiyo kumbe mateso katika Kristo ni kitu ambacho kipo, sio cha kukitafuta. Ukiamua kuwa Mkristo, umekubali kukutana na mateso. Wangapi hapa sisi ni Wakristo? Kama sio Mkristo wala usinyoshe. 1, 2, 3, 4 wanahesabika. Wengine wako huko lakini sio Wakristo, si umeona? Yaani ukijitahidi ukawa Mkristo, mateso ni lazima. Na sio kila anayekuja kanisani ni Mkristo. Sio hapo tumeona wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mwingine ameingia kwa Wakristo lakini sio Mkristo. Ukikubali kuwa Mkristo, umekubali kupita njia aliyopita Kristo, kwa sababu umekuwa mfuasi wa Kristo. Kristo alipitia nini? Alipitia mateso, si ndio jamani? Mtu akiacha vyote akikufuata wewe atapata nini? Akasema atapata hiki maradufu, halafu na udhia. Udhia manake mateso, maumivu, adha, shida. Atapata vyote na udhia. Maana yake ukija kwa Kristo uwe umepiga gharama kwamba utakutana na maumivu, lakini hayo maumivu inakupasa utumie akili kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kiongozi wa taasisi, ukiwa meneja, au ukiwa wewe mtawala kwenye ofisi yoyote, labda kuna mkurugenzi, wewe ndo umepewa dhamana usimamie taasisi yake. Kama akiondoka akaenda mbali, wewe ndo unahusika kuwalipa wafanyakazi mishahara. Alafu akaenda mbali, alafu hakukupa taarifa au wafanyakazi wanapewa vipi mishahara. Wafanyakazi wakianza kukupigia kelele, wewe ndio mhusika, mkurugenzi hayupo, wanakujua wewe kama mwakilishi. Sasa pale wakianza kukusumbua, unapiga simu, huyo mkurugenzi hapokei au hapatikani, au amesema usinipigie kuanzia leo mpaka tarehe fulani. Alafu katikati hizo tarehe ndio umekutana na changamoto. Yaani hakuna namna unaweza kumpata. Je, utalia kwa sababu wamekuja kwenye malango yako? Je, utanung'unika? Utafanya nini? Utakimbia ofisi? Nini utakachokifanya na una uhakika anarudi? Kama hajawahi kukukuta, kuna watu wamewahi kuwakuta. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi utumie akili, wale wafanyakazi wakuelewe, wasimchukie mkurugenzi wala wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utumie akili. Tunapoishi huku duniani, yuko mkurugenzi aliyetengeneza hii dunia, na vyote alivyoviweka unavyoviona vipo kwa sababu. Kwa hiyo kama wewe ni mtoto wa yule mkurugenzi,
au ni mtendakazi wa yule mkurugenzi, huna budi kutumia akili ili uwe na amani. Usipokuwa na akili utalia kila siku, utalia. Na bahati mbaya sana Wakristo wengi wanadhani wakija kanisani hakuna vita. Kumbe kanisani kuna vita kuliko nje walikotoka. Yaani ukiingia humu umeingia kwenye vita kuliko huko nje. Ukikubali kuwa Mkristo unaenda kukutana na vita kubwa kuliko ulioiacha nje. Mwambie mwenzako, humu ndani mna vita kubwa kuliko huko nje. Na ndio maana unaona nasema mkiteswa ni kama moto, ni kama kitu kigeni, lakini hapana, sio kitu kigeni. Ni kitu kipo, kimewekwa, kipo. Na Mungu anajua kipo, na ndio maana mstari unatufariji. Yaani ninyi nitwikeni fadhaa zenu zote. Mimi najishughulisha na mambo yenu. Sio rahisi kupita hivi hivi. Kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anapita sehemu alafu anawaambia na ninyi mpite. Na ndio maana unaona viongozi wa ujenzi wanatoa alafu wanatuambia na sisi tutoe. Viongozi wa jumuiya wanafanya kitu, wanakuja kwenye usafi alafu wanakuambia na wewe uje. Huyo ndio kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri asemi nenda pale, alafu yeye hajui hapa nitapitaje kufika pale. Hajapita. Inabidi apite. Mwalimu mzuri ni yule aliyekubali kujifunza na ambaye yuko tayari kujifunza wakati wote. Kwa hiyo kama sisi ni watoto wa Mungu, tuwe tayari kutumia akili, na akili hazikai pale pale. Kila siku natakiwa kuongeza akili mpya. Sema akili mpya katika Kristo, sio nje ya Kristo, akili mpya katika Kristo. Ukisoma Yohana sura ya 17 kwenye Yesu ameomba maombi mazito kuonyesha kwamba wako kwenye hatari. Ninaoacha wako kwenye hatari. Mungu, nilipokuwepo walikuwa wanafarijika kwa sababu mimi nipo. Sasa naondoka, wanabaki na moto unaitwa waovu, Shetani. Ninawaacha hapo, ninaomba uwalinde. Manake kuna vuguvugu hapa ambalo sio la kawaida. Wengi watataka kutoka, wasiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni sio rahisi. Wengi watataka, na haya maneno alisema Yesu, hakusema mtume. Wengi watataka, wasiwezi. Sasa nataka tuzungumze kitu hapa. Kuna kitu kitufariji katika haya ambayo tunaishi maisha ya Ukristo. Kuna kitu kitufariji. Tumesoma ule mstari wa mwisho pale wa 11 kwenye ile Petro sura ya 5. Anasema Mungu wa uweza wote, yaani uweza una yeye milele hata milele. Uweza na uwezo ni vitu viwili tofauti. Hiki ndio kinatufanya sisi tujibidishe na tukubali kukaa hapa. Uweza na uweza ni una uwezo, vitu viwili tofauti. Uwezo una mipaka, uweza hauna mipaka. Uwezo anao mwanadamu, uweza anao Mungu. Uwezo wa mwanadamu unaishia kwenye mwisho wa akili, mwisho wa upeo wa macho yake, mwisho wa vitu alivyosomea, mwisho wa vitu anavyovijua, mwisho wa mazingira yake. Uweza wa Mungu mipaka yake ni tabia ya Mungu mwenyewe. Hakuna anayeweza kujua mipaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitufariji. Na akili hii ambayo Mungu anataka tuitumie ni kuwa na akili ambayo ukikaa kanisani uwe unajua aina ya vitu vilivyoko kanisani. Kwa mfano, tukija kanisani tujue kuna nini. Kwa nini kuteswa? Tunateswa na kitu gani? Yaani mimi nadhani kanisani ni raha, lakini nini kinachonifanya nionekane nateswa? Kwa nini Paulo anasema mkiteswa kwa kitambo kidogo alafu yeye atakuja? Kwa nini anasema hivyo? Kuna mateso gani kanisani? Ujue maadamu uko duniani umeamua kumfuata Kristo, haya utakutana nayo. Mathayo 10:16 anasema iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Iweni na busara au iweni wajanja.
Bwana Yesu asifiwe. Iweni wajanja. Kuna nini? Mathayo 25 mstari wa 32, maandiko yanasema, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Na mfalme atajibu, mstari wa 40, mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmojawapo wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko upande wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Mstari wa 45, naye atawajibu kisha akisema, kwa kadri mlivyowatendea mmojawapo hawa walio wadogo, hamkunitendea mimi. Hapa tunapata makundi mawili kanisani. Hapa ni kanisani, kuna mbuzi, kuna kondoo. Sema mbuzi na kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utajichakata mwenyewe ujue uko kwenye kundi gani, maana hapa Mungu anatufundisha tu. Kuna mbuzi, kuna kondoo. Kwa hiyo tunajua tayari tuna makundi mawili. Alafu tuje kwenye Mithali sura ya 28 mstari wa 15. Mithali 28 mstari wa 15. Anasema, kama simba angurumavyo na dubu mwenye njaa, ndivyo alivyo mtu mbaya awatawalaye maskini. Kama alivyo simba na dubu mwenye njaa, ndivyo alivyo mtu awatawalaye maskini. Sema dubu, simba. Hao wote wako kanisani. Sema wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 10 mstari wa 12. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Sema mbwa mwitu. Hawa wote wako wapi? Acha nje. Yaani kama wako kanisani na nje wako, kwa sababu wanaotoka kanisani wanaenda nje. Bwana Yesu asifiwe. Kama wako kanisani na nje. Mathayo 10 mstari wa 16. Angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua. Na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Yule mchungaji wa mshahara tuliyemsoma kwenye sura ya 10, mchungaji wa mshahara, huyu ndiye anaitwa mbuzi. Sema mbuzi. Yule ambaye akiona mbwa mwitu anakuacha uende ukaliwe na yule mbwa mwitu, alafu yeye akimbie. Tukisema mchungaji ni mtu yeyote ambaye anaweza kuwa karibu na wewe, akakuonya, akakusaidia, akakushauri, akakupa pendekezo, amua hiki na yaani huyo yeyote anaona uharibifu unakuja, anakusukumia uende, anakimbia. Huyo ni mbuzi. Mbwa mwitu ni mtu ambaye hata habari ya kumtafuta Mungu hana mpango naye. Kazi yake ni kularua na kukamata na kuharibu kila kilichoko kanisani kizuri. Sema kizuri. Ndio kazi yake. Hivi zote ni roho. Simba ngurumaye ndo yule mfundishaji, mleta michongo ya kuwafundisha mbuzi na mbwa mwitu kazi za kufanya, na dubu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wako wapi? Shetani hujihudhurisha katikati ya wana wa Mungu. Kama ujui, alijihudhurisha katikati ya watoto wa Ayubu wakimfanyia Mungu ibada. Alijihudhurisha walipoanza kufanya karamu, anajihudhurisha. Na ndiye anawafundisha hawa aliowagawia roho hizi ninazokutaja.
na kondoo nao wako wapi? Wako kati ya mbwa mwitu. Sema kati. Hawa wamekaa vizuri hapa. Tusimame kina mama, alafu tusimame sisi watatu hapa. Hapa. Chukulia huyu ni mbwa mwitu, huyu ni mbuzi, huyu katikati ni kondoo. Amepata jambo lake, anamgeukia mbuzi, anamweleza. Bwana Yesu asifiwe. Mbuzi atakachokifanya, atamsukumia kwa mbwa mwitu ili amlalue, ammalize, amtawanye, aondoke kabisa kanisani, asifurahie ibada hata siku moja. Kondoo amegeuka kwa mbwa mwitu. Nataka nikwambie, samani majina mabaya ndayafuta. Anageuka kwa mbwa mwitu. Mbwa mwitu anamleta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza tukakaa uko kati. Ukiwa ofisini uko kati, ukija kanisani uko kati. Sasa ndio maana unatakiwa kuwa na akili namna ya kuishi katika Kristo. Hiyo akili nataka nikwambie leo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka kuijua hiyo akili? Kitu cha kwanza, tambua uwezo wa Mungu uliye naye. Tumesoma Petro wa kwanza sura ya 5, anasema uweza una yeye milele na milele. Tambua uwezo wa Mungu uliye naye. Ukijua ni na Mungu, utajua kujilinda na hao mbwa mwitu. Hata kama hujui kama huyu ndio mbwa mwitu, Mungu atajifunua kwako. Utojua umewashinda, lakini wao watajua umewashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, tambua njia ya ufalme ulioichagua na utake kujua habari zake. Umekuja kwa ajili ya Kristo, taka kujua habari za Kristo. Umekuja kanisani, kuna kazi za kanisa, kuna vitu vya kanisa, kuna mambo yako, vyote vitafute ukiwa unamtafuta Kristo. Usitafute umaarufu, usitafute cheo, usitafute nafasi, usitafute kupendwa, usitafute sijui kuwekwa mbele, usitafute sijui upendeleo. Tafuta kumjua Kristo uliyemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukitaka kupendwa, nakwambia utapendwa sana. Utapendwa, utaharibikiwa ukiwa unapendwa. Lakini umeshaliwa na mbuzi kama sio mbwa mwitu au dubu, wakiwa wanafundishwa na baba yao anaoitwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, tambua adui yako au mpinzani wako kwenye ufalme na usitake kujua habari zake. Usitake. Mpinzani wako nimesema ni nani? Mbwa mwitu, mbuzi, simba ngurumaye. Usitake kujua habari zake. Ni mbwa mwitu au ni sijui, sasa ananiita fulani unaona? Nasikia unatembea na fulani. Haya. Nasikia umeiba hela za kanisa. Haya. Nasikia una kelele sana. Sawa. Nashukuru kwa taarifa. Unaniona? Nageuka. Miguu yangu inaenda wapi? Narekebisha miguu kwenda pembeni. Hii njia inataka mtu aige. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio inaitwa ishi ukiwa mjanja lakini mpole. Naitika lakini unachokisema natumia busara, sikifanyi. Ila kwenye upole naitika, niko pamoja na wewe. Sawa? Kwenye jumuiya amesema haya. Na fulani walikaa kikao kwa ajili yako. Haya, sawa. Sitaki kujua habari zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa subiri ambaye hatumia akili yake katika Kristo. Sema katika Kristo. Mimi nazungumzia akili katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ziko akili nyingi kuzitumia mahali pote. Hapa ni katika Kristo. Huyu Yesu tunayemtaka huyu ndivyo alivyoishi. Amechanganyikiwa. Sawa. Mwana wa Selemaya tunamjuaga huyu. Haya. Amerukwa na akili. Sawa. Mpaka msalaba. Sasa angalia huyu huko. Mama fulani, wamekusema kweli? Nani amenisema? Miguu yote imetoka kwenye mstari.
asifiwe. Dada fulani, ibada jana ilikuwa nzuri, mwaya ilikuwa nzuri. Sasa nasikia unajipendekeza kwa mwalimu Wangosi. Ache. Shatoka kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti, nasikia mahesabu yalikuwa sio. Mbona watu wananitafuta sana? Umetokaje pale? Wewe sema sawa, kwa vizuri. Wewe si utakuja kusoma? Si utakuja kusoma, watakuita hapa soma, utasoma. Bwana Yesu asifiwe. Hii njia inahitaji wenye akili na wenye kuweza kuvitumia vizuri. Sitaki kiongozi chao mimi. Nimekoma mimi kuwa na kelele. Umetoka kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekwambia ugeuke? Aliyekwambia ugeuke nani? Labda ni mbwa mwitu kakugeuza mwenzetu. Au mbuzi. Wewe unajua siku ya mwisho Mungu atabagua, kama vile kondoo na mbuzi atabagua. Sasa wewe mfuate mbuzi ukawe mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu anapenda, mimi nimekatishwa tamaa hivi kanisani, hata kujisikia kwenda seli. Nini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Unajua shida uko, tumia akili. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ya kuwa neno nasema muwe wapole lakini wajanja, tena wenye busara katika kuishi. Muwe kama nyoka, busara anavyoishi, anavyotembea kujichunga na adui. Muwe kama nyoka, busara anavyoishi, anavyotembea kujichunga na adui. Wahai mapopote muwapo muwe macho. Sasa kwa Yakubu mpaka wanakimbiaga hizi nyimbo. Mtu asikilizi nyimbo, anaangalia step. Adui akija amegeuka. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine ni kufafanua tu, labda tunashindwa kufafanua nyimbo. Labda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usikubali kurudi nyuma kwa sababu ya mbwa mwitu walioko kanisani. Ukishindwa kanisani, huko nje huwezi kabisa. Ibada inaanzia nyumbani. Kama kwako umeshindwa kuonekana umeokoka, hata kwa majirani utaonekana hujaokoka. So lazima ushinde nyumbani, na nyumbani ni hivyo hivyo. Unajua kitu kinachokuthamini kikikuumiza kinaumiza kweli kweli. Lakini huko nje wanakujua. Hata wakikuumiza wanakujua. Hawakujui kama wanaokujua hapa. Mwambie jirani yako usiumie tena. Wewe angalia njia ya Kristo. Ni nyembamba. Wengi wanataka, hawataweza. Unataka kuwa mmoja kati ya wale ambao hawataweza? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kila siku ulie. Nini? Tumrudishe jamani, tumrudishe kwa maombi. Tumrudishe kwa faraja jamani. Wewe watakurudisha kwa faraja, kuna siku hawatakuja na faraja, utapotea moja kwa moja. Sasa kitu cha mwisho ambacho tumalizie ni wana wali 10. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa wana wali 10 walienda kumngojea bwana harusi. Wameenda kumngojea bwana harusi, bwana harusi kachelewa. Mathayo 25 utasoma. Alafu Mathayo 10 mstari wa 16 anasema iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama ua. Kuwa na busara ndio ile mtu anakusemesha umwambie usinisemeshe. Fulani, usinisemesha. Fulani, yes. 1 2 3 asante sana kwa taarifa. 1 2 3 sawa, lakini hauyazingatia. Kutokuyazingatia ni upole. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kusikia kama sio ya kwako, ule ni ujanja. Yaani ni kama mpo pamoja, lakini unajua kabisa huyu anataka kunipoteza huyu. Mjanja kama nyoka, lakini upole. Unajibu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kulikuwa na wanawali
watano wana akili. Sema wana akili, wenye busara. Kwenye Mathayo 25 wanazungumza wale wenye akili wamebeba mafuta, wamebeba na taa zao zina mafuta, lakini wamebeba na mafuta kwenye vyombo vingine, wanaenda kumsubiri bwana harusi. Wale wapumbavu wamebeba mafuta na taa ndani ya mafuta, hawajabeba vyombo vyenye mafuta. Wamefika kule, subiria, bwana harusi kashachelewa. Sasa tunafanyaje? Bwana harusi kachelewa, tulale tu wote, usingizi mwapata, wamelala. Mara ngine, jamani, bwana harusi kaja, tokeni. Washa taa, walikuwa wameziacha zinawaka, zimezima. Wenye akili zimezima tu, mimi ni mafuta, zinawaka. Kwa hiyo bwana harusi akaja, akabaki na wale wenye mafuta ambao hawana. Wameomba kwa wale ambao wanaosema kila mtu na msalaba wake. Tulijipima. Sema kila mtu na msalaba wake. Sema mwenzangu, sikubebei, kila mtu na msalaba wake. Huwezi kumwambia mtu nisaidie kubeba msalaba wa kuimba. Kila mtu na wake. Hata kama tunaimba sauti ya kwanza wote, lakini kila mtu inatofautiana sauti. Kila mtu ya kwake. Wale ndugu bwana wakabaki na misalaba yao, wamebeba, haina kazi. Wale wengine na misalaba yao, wana mafuta, wanashangilia, wanakuja sasa. Jamani, tufungulieni, mmeshachelewa. Unajua kilichowasaidia wenye akili ni nini? Kuhesabu gharama. Sema kuhesabu gharama. Ndio pointi ya 3 hiyo. Tambua adui yako au mpinzani wako kwenye ufalme na usitake kujua habari zake. Wenye akili walipima gharama, kwamba ninapoenda anaweza akachelewa, akichelewa nitafanyaje? Unapokuja kuwa Mkristo, unaposema nimebatizwa, elewa mambo haya. Ndani ya kanisa kuna maadui zako hawa. Kuna simba ngurumaye, shetani mwenyewe, kuna mbwa mwitu, alafu kuna mbuzi. Hawa wote wako wapi? Unapokuja uje akilini kwako ukiwa unajua nitakwazwa, nitaumizwa, nitarudishwa nyuma, nitafedheheshwa, lakini nitabaki kwa sababu ninaijua njia. Usije kanisani useme nimefika. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hatuokoki hapa, tunaokoka baada ya kufa. Ndio itajulikana nani aliokoka, nani hakuokoka. Huku ni kuongoka, kuna procedure zipo. So mtu anaweza kukuambia mimi nimeokoka bwana, tunaenda mbinguni, wewe baki. Kumbe yeye ndo atabaki, wewe utaokoka siku ile. Usijiwekee vigezo. Mungu hana vigezo anapokuchagua, ametoa uhuru. Sasa kama umeamua kuwa mbuzi, usisikilize hiki ninachokuambia. Kitu cha mwisho, tambua siri ya ushindi wako. Uwe na akili na utumie vizuri, ndio siri ya ushindi wako. Hii ndio siri ya ushindi wako. Usiangalie nyuma. Haya. Asante. Nashukuru kwa taarifa mama. Yaani wewe endelea hivi. Ndivyo watu wanavyosonga. Usidhani wenzako hawachanji mbuga, hawakutani na miba, wanakutana nayo wote. Lakini jinsi ya kutumia akili, tunatofautiana jinsi ya kutumia. Nani ambaye amerudi nyuma aje hapa tuombe pamoja naye. Pengine hili neno limekurudisha kwenye nafasi yako. Tumwambie Mungu nguvu zake ziachiliwe kwa ajili yako, tena kuendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Tukiweza kanisani kushinda, ofisini wako wale wale, barabarani ni wale wale, majumbani ni wale wale, sijui kwenye biashara ni wale wale, tutashinda. Sema tutashinda. Hakuna kuangalia nyuma, tutashinda.